Siku ya Jumatatu jioni ya tarehe 21, mamlaka za kijeshi za Burkina Faso zilitangaza kwamba zilikuwa zimevunja mpangilio mkubwa uliolenga kuchochea mapinduzi ya kuleta machafuko katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi ya Burkina Faso. Tangazo hilo lilitolewa na waziri wa usalama Mahamadou Sana, ambaye alisema kuwa viongozi wa jaribio la mapinduzi wanadaiwa kuwa na makao yao makuu nchini Cote d'Ivoire, ambapo serikali yake chini ya Rais Alassane Ouattara inashirikiana na maslahi ya Ufaransa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa waziri, mpango wa magaidi ungetekelezwa Aprili 16, 2025 kupitia shambulio dhidi ya rais wa Burkina Faso na askari waliokuwa wamechaguliwa ama maadui wa taifa. Kufanya shambulizi hilo yalipangwa kufanyika wakati mmoja na mashambulizi mengine makubwa ya kigaidi. Waziri huyo ameongeza kuwa watu waliopanga njama hiyo bado wanafanya kazi katika mji mkuu wa Ivory Coast, Abidjan. Waziri wa jaribio la mapinduzi wote wanaishi katika nchi hiyo jirani ya Ivory Coast, alisema katika tangazo kwenye runinga ya serikali ya nchi hiyo RTB. Aliwataja kamanda John Compere na Luten Admare Berry waliotaja kama wakimbizi waliokimbilia nchi ya jirani. Njama hiyo ilitambuliwa baada ya serikali kukamata ujumbe kati ya afisa wa jeshi la Burkina Faso na viongozi wa makundi ya kigaidi wakizungumzia maelezo kuhusiana na nafasi za ulinzi, vikosi vya usalama na shughuli za kijeshi. Kwa mujibu wa serikali, taarifa zilizotumwa kwa magaidi zilikuwa na lengo la kuongeza mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama na raia wa serikali ya Ibrahim Traore kwa lengo la kuchochea uhasi dhidi ya mamlaka. Viongozi wa kidini na wajadi pia waliripotiwa kuwasiliana ili kuwashawishi wanajeshi kujiunga na mradi wa mapinduzi. Lengo lilikuwa ni kuweka chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa, kumpokonya Rais Traore uongozi wake ama kumuua, na uongozi wake na serikali yake kuwa chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa.